Mafunzo haya yanatusaidia katika swala zima la matengenezo ya barabara kwa kutumia vikundi. Na vikundi hivi ni muhimu sana kwa sababu tunapotengeneza barabara, tutengeneza barabara za lami, tutengeneza barabara za gravel roads, lakini tunajaribu kuangalia sustainability yake ikoje. Kwa hiyo kwa mafunzo haya yatatusaidia sana kwa sababu tutakapounda vikundi hivi vitatusaidia sana katika swala zima la kuendelea kutengeneza barabara kwa kuzifanyia usafi ili ziendelee kudumu siku hadi siku. Mradi huu tumeshawahi kuimplement katika mkoa wa Morogoro. Kuna wilaya moja ya Mvomero tulishawahi kufanya kwa kupitia vikundi hivi. Kwa hiyo tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana na barabara zikawa zinalindwa. Kwa sababu ukiangalia kuna watu wengine ambao sio waungwana sana kwa watumiaji wa barabara. Wanazidisha, unapita magari makubwa au makatapila yanapita kwenye zile barabara ambazo zimeshatengenezwa, matokeo yake zinakuwa zinaharibika. Lakini kwa vikundi hivi wenyewe wakiona tu kwamba labda kuna uharibifu wowote kwenye barabara unafanyika, wao wanakuwa kipaumbele kutoa taarifa kwenye ofisi za mameneja wa wilaya ili na sisi tuweze kuchukua hatua kwa mujibu wa kanuni na sheria zilizowekwa katika mpango wa barabara. Kwa hiyo tukivitumia vizuri na tukaunda vikundi vizuri ambavyo vitatusaidia kutengeneza hizo barabara na vikishaundwa vikundi basi vitapewa kazi. Kwa mafunzo haya kwetu sisi mameneja wa mikoa ni mafunzo ambayo yanapelekea kwenda kusimamia yale ambayo wenzetu walifundishwa kwenye wiki mbili zilizopita. Katika mkoa wa Mtwara sisi tulipoyafikisha mafunzo haya kwa vikundi vile ambavyo vimeibuliwa, kiukweli wananchi walikuwa na mwitikio mkubwa sana na wameitikia kwa kiwango kikubwa. Tulishirikiana na wananchi baada ya kuwaeleza na kuwaelimisha umuhimu wa vikundi hivi na wao waliweza kuitikia. Kwa vikundi 48 kupata vikundi vitano kwa wiki mbili ambavyo vimevuka hatua zote hizo kutoka kwa mkurugenzi kupata leseni, kwenda kupata tini namba na kwenda kusajiliwa kwenye mfumo wa NeST, kwa kweli tunaona ni mwitikio mkubwa kwa sababu bado tunaendelea kuwaelimisha hao wengine. Utekelezaji wake tuna imani utaanza nchi nzima, lakini ukisoma padi ya RISE inasema kwamba mradi huu ni kama chachu ya kuadopt, yani kazi zote zinazofanyika RISE baada ya mradi kuisha muda wake, hizi kazi zote zitakuwa zinafanywa na TARURA nchi nzima. Kwa ni uvumbuzi mkubwa wa kwamba TARURA huko mbeleni itakuwa inasomekaje. Mpaka sasa kwa mwaka wa kwanza tumeweza kuingia mikataba 228 kati ya 302 na wanatekeleza kazi katika hizo wilaya 8. Sasa baada ya kufikia hiyo hatua tukaona kwamba sasa hivi tui scale up katika nchi nzima. Mwaka wa kwanza targeti tuweze kufikia matengenezo ya barabara katika kilomita 1500 na huu mwaka unaofuata target ni kilomita 5500 mpya, ambapo ukiinclude na mwaka uliopita maana yake unaopita huu inakuwa ni target ya kilomita 7000. TARURA imeweza kupata fursa ya kuipatia fursa nafasi ya ILO kushiriki katika mradi huu. Tumekuwa pamoja tangu tarehe 26 Juni 2024 tukishirikiana katika mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kujenga uwezo, kutoa ushauri wa kitaalamu na masuala mengine mpaka sasa. Kwa ndio maana basi tuko hapa tunashirikiana pamoja kwamba CBRM inakwenda kufanya roads maintenance kwa kushirikisha jamii kupitia vikundi, lakini in the process basi inatengeneza ajira. Basi ndio maana tuko hapa na tunashukuru kwa hii fursa na tunaendelea kushirikiana kwa pamoja, na tuna sessions pia humo katikati ambazo tutaweza kufacilitate. Tunaamini tuweza kuzungumza vizuri na kwa ukubwa na kwa ukubwa zaidi. Kwa kutekeleza miongozo, sera zilizopo kwa maana ya kusaidia makundi maalum, kwa maana vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu, taasisi kupitia ILO imepata kushiriki kufanya mafunzo haya kwa maana ya kusaidia makundi maalum kwa ngazi ya jamii kuweza kufanya matengenezo ya kawaida ya barabara.
na tumeanza kutoa mafunzo haya toka tarehe 1 mwezi wa 6 na mpaka sasa tunaendelea nayo kwa watendaji wakuu na wasaidizi wote wa TARURA.